بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين, amma ba'd. Naam, karibuni ndugu zangu katika majlisi yetu ya ilmu na channel yetu ya Funjabil Online TV. Leo bimashatillahi taala tunaendelea na somo letu la usul al-fiqh katika kitabu Matnul Walaqat ya al-Imam Juwayni rahimahullahu taala, na kukumbusha tu kwamba darasa zetu hizi utazipata katika YouTube channel yetu Funjabil Online TV. Huko utaweza kustafidi kwa darasa mbalimbali za vitabu mbalimbali ambavyo tushavisomesha. Muhimu ni kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na mwisho kutuombea dua. Tukiendelea na darasa yetu ya leo, tuliishia darasa iliyopita katika al-amru, kuelezea amri na ufafanuzi wake, na leo tupo katika an-nahyu, kuelezea nahi. Naam, kwa maelezo ya somo hapo kama lilivyo katika matni, ni maelezo yake ni machache sana, mafupi sana, lakini ufafanuzi wake ni mkubwa. Anasema wanahyu istid'a'u at-talqi bilqawli mimman huwa dunahu ala sabili alwujub wa yadullu ala fasadi manhiyi anhu wa taruddu sighatu al-amri والمراد به الإباحة أو التحديد أو تسوية أو تكوين. Haya ndio matni. Tukija sasa katika ufafanuzi wa shekhe alichokusudia, kwamba tukianzia katika neno istid'a'u at-talqi bilqawli, maana yake nahi ni kuamrisha kuacha jambo kwa kauli, kutaka jambo liachike kwa kauli. Bimaana nahi ni amri ya kuacha jambo iliyotolewa kwa kauli. Mfano, Allah anasema katika surati Isra aya ya 32, wala taqrabu zina, wala msikurubie zina. Allah ameamrisha kuacha kwa kauli ya wazi. Hapo Allah ameamrisha kuacha. Ili neno linalofuata mimman huwa dunahu, kutoka kwa mwenye cheo cha juu kwenda kwa aliye chini. Maana yake bimaana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa waja wake, au kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa umma, au kutoka kwa mtawala kwenda kwa raia katika mamlaka. Kwa hiyo anasema nahi haiji nahi ikiwa kwa rafiki au mtu sawa na anayemkumbusha mwenzie, hapo inakuwa ni nasaha, si nahi kisheria. Bimaana lazima nahi iwe inatoka kwa aliye juu kwenda kwa aliye chini, ala sabili alwujub, katika njia ya ulazima. Kwa njia ya ulazima, yani wajib. Hii ni kanuni muhimu sana. Bimaana asli ya nahi ni uharamu, yani kuacha ni lazima, kufanya ni haramu. Dalili, Allah anasema katika Qur'ani, wama nahakum anhu fantahu, na alichokukatazeni jiepusheni nacho. Hii ni katika surati al-Hashri aya ya 7, ambapo aya ilianza kwa kusema wama atakumur rasulu fakhudhuhu, alichokupeni mtume kichukueni, wama nahakum anhu fantahu, na kile alichokukatazeni jiepusheni nacho. Na neno alipoendelea hapo aliposema wayadullu ala fasadi almanhiyi an, yani nahi inaashiria bimaana ubatili, uharibifu wa jambo lililokatazwa. Maana ya fasadi maana yake batili, halifai kisheria, halikubaliki. Mfano, la salatu illa bitahuri, hakuna swala bila tahara. Hapo
limekatazwa, linakuwa ubatili, linakuwa fasadi, bimaana kuswali bila na kuwa na udhu. Kwa hiyo kanuni inasema annahyu idha aada ila dhati ibadat au shartuha afsaduha. Kifungu cha pili cha matni kinasema waturaddu sighatu al-amri walmuradu bihi al-ibaha au tahdidi au taswiyat au takwin. Hapa inaingia kwenye sigha ya amri, lakini isiyo maanisha wajibu. Kwani nini? Neno al-ibaha ni ruhusa. Ibaha ni ruhusa, maana amri inayokusudiwa halali si wajibu. Amri inayokusudiwa halali si wajibu, sawa, ikiwa katika ibaha. Kwa mfano aliposema Allah katika surati Al-A'raf aya 31 aliposema kulu washrabu, sio wajibu kula, bali inaruhusiwa, sawa. Katika at-tahdid maanake tishio, maana amri inayokuja kama onyo au adhabu ndio tahdid. Mfano i'malu ma shi'tum, i'malu ma shi'tum katika surati Fussilat aya 40. Hii maana yake sio ruhusa, bali ni fanyeni mtakavyo mtalipizwa. Bimaana fanya utakavyo lakini mtalipizwa, bimaana hapo hili ni onyo. Au kusema at-taswiyah, kusawazisha, maana yake amri inayomaanisha ni sawa ufanye au uache. Mfano isbiru au la tasbiru, surati Tur ya aya 16. Hakuna faida kwao kusubiri au kutosubiri, sawa. Au neno la mwisho aliposema at-takwin, Allah subhanahu wa ta'ala, hapa uumbaji wa Allah, kudhihirisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, maana amri ya kuonyesha uwezo wa Allah si taklif. Mfano kun fayakun katika surati Yasin aya 72. Hii si amri kwa viumbe, bali kuumbwa mara moja. Kwa hiyo ndio ufafanuzi tunasema katika maneno yaliyokuja hayo katika matni al-Waraqat, ufafanuzi wake ndio kama hivyo. Kwa hiyo muhimu sana kuzingatia hichi ambacho tunakifikisha na kuweza muhimu kukifuatilia sasa katika Qur'ani. Kwa mfano imekuja na mifano hiyo, angalia pia mifano inakuja mfano wake katika aya zingine na katika sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndani yake ujue kwamba kuna bahari, elimu kubwa ambayo umeshajifunza au umechukua. Inshallah, muhimu sana kusubscribe, kulike, kushare na kucomment na kutuombea dua. Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.